Kama kadri unavyozidi kuomba, unavyozidi kufunga, unavyozidi kumtafuta Mungu, ndivyo matatizo na changamoto zinavyozidi kuongezeka. Usikate tamaa. Fanya mambo haya matatu nitakayokuambia siku ya leo, na nakuhakikishia kila changamoto inayokusumbua kwenye maisha yako itaondoka mara moja. Jambo la kwanza, tangaza mamlaka juu ya nguvu zote za adui. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 19 inasema, tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka na nguvu zote za yule adui. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi ya kutangaza, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo aliye hai, kila nguvu ya adui inayoinuka kwenye ndoa yangu, inayoinuka kwenye biashara yangu, inayoinuka kwenye mahusiano yangu, siku ya leo ninaikanyaga kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Jambo la pili, haribu kila ngome ya kishetani inayosababisha matatizo kwenye maisha yako. Kitabu cha Wakorintho wa pili ile sura ya 10 na ule mstari wa 4 inasema, silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi ya kuangusha ngome, utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, kila ngome inayoinuka kwenye mahusiano yangu, inayoinuka kwenye uchumi wangu, inayoinuka kwenye biashara zangu, kuanzia siku ya leo ninaiangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na jambo la tatu, kata kila mizizi ya mashambulizi ya kishetani juu ya maisha yako. Kitabu cha Mathayo sura ya 15 na mstari wa 13 inasema, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwa hiyo utaingia kwenye maombi ya kung'oa. Utasema, Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai, kila pando lililopanda kwenye mahusiano yangu, lililopanda kwenye biashara yangu, lililopanda kwenye kazi yangu, siku ya leo ninaling'oa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Na nakuhakikishia utakapofanya mambo haya matatu niliyokuambia siku ya leo, kila matatizo na changamoto vinavyokusumbua vitaondoka mara moja.